Wengi wanaposikia jina William Ngoma hufikiria ukatili, manyanyaso, vitendo visivyovumilika. Leo tunakuletea simulizi ya maisha ya William Ngoma na hatua zake kupitia jeshi la waasi wa M23 huko DRC. Karibu leo nikikuletea simulizi fupi na hadithi ya maisha ya msemaji mkuu wa kijeshi wa vikosi vya waasi wa M23. Leo nataka nikusanue na nikuonyeshe yale yaliyojiri juu ya maisha ya William Ngoma. Wengi wanaposikia neno ama jina William Ngoma, basi picha mara moja ni kwa vikosi vya M23, ni pamoja na ukatili, mauaji, ukiukwaji wa sheria pamoja na utekaji nyara. William Ngoma alizaliwa 1974 na alikuwa msemaji mkuu wa kikosi cha waasi wa M23. Alijulikana sana katika mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC kwa kuzungumza kwa umma na vyombo vya habari kuhusu operation na malengo ya kikosi hicho. Ngoma aliibuka kama mmoja wa wanajeshi wakuu ndani ya M23 na aliwahi kuwa pia kamanda pamoja na mradi wa kuwa msemaji wa vikosi hivyo. Alijitokeza mara kadhaa akitoa taarifa au kutetea hatua za M23 mbele ya wanaandishi wa habari na jamii kiujumla. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ilimpatia vikwazo William Ngoma akizingirwa na tuhuma za kuhusika na ukiukwaji wa haki za kibinadamu, ikiwemo pamoja na mauaji, ukatili na utekaji nyara. Ngoma alitetea hatua za M23 na mara nyingi akapinga taarifa za serikali ya DRC kuhusu kupambana na waasi wa M23. Mnamo tariki 24 Februari 2026, William Ngoma aliuawa katika shambulio la drone lililoendeshwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo karibu na Rubaya, Kivu Kaskazini na wilaya ya Masisi. Maswali ya kujiuliza kutokana na hayo yote. Je, hivi karibuni serikali ya DRC ilikuwa kwenye majadiliano dhidi ya vikosi vya M23 kutokana na kuthitisha mapigano hayo yanayoendelea huko mashariki mwa DRC pamoja na Kongo kiujumla. Kutokana na mashambulio hayo yaliyotokea huko wilaya ya Masisi, Rubaya. Je, kulingana na kifo cha msemaji mkuu wa kikosi cha M23 William Ngoma, je, M23 inachukua hatua gani? Na serikali ya DRC Congo kutokana na mashambulio hayo waliyoyafanya kupitia drone zisizo na rubani au ndege zisizo na rubani, wamesema neno gani juu ya hayo yote? Hayo yanajiri kupitia Mbavu TV. Tunakusi uweze kusogea kwenye Mbavu TV ili kuweza kujua yale yanayojiri huko DRC na dunia kiujumla.